walionayo. Haleluya! Wengine wanataja migodi walionayo, lakini sisi jioni ya leo tunalitaja jina la Bwana, tunalitaja jina la Bwana, tunalitaja jina la Bwana. Kahama kumekucha, Kahama kumekucha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngome zimeanguka kwa jina la Yesu aliye hai. Tunapomsifu Bwana, ngome zinaanguka, ngome za maonezi, vile vifungo vya adui. Tunapomuinua Bwana, vyote vinadondoka. Na jioni ya leo, yale yaliyosalia yakadondoke yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Makofi mengi na vigelegele kwa Bwana aliye hai. Sijui wengine wanachezaga wapi eti. Sisi mahali petu pa kucheza ni hapa hapa. Hapa madhabahuni ndio mahali petu pa kujidai wana wa Mungu. Raha yetu iko kwa Bwana, amani yetu ipo kwa Bwana, furaha yetu iko kwa Bwana. Yeye aliyejifunua kwetu kama njia, kama kweli, kama uzima. Hiyo ndio furaha yetu na amani yetu, ni uwepo wake kwetu. Pale anapojidhihirisha, hakika mioyo yetu inajisikia kumuinua. Hebu muinue tena. Amezungukwa na sifa, amezungukwa na ibada. Ibada zinafanywa mbinguni masaa 24. Malaika wanainama, wanatupa taji zao, wanainama na kuinuka. Wale wenye uhai wanne nao wanamwabudu Bwana. Wale wazee 24 wanamwabudu Simba wa kabila la Yuda, yeye asiye na mwanzo wala mwisho. Kora baba baba yekora masanda. Siku ya 8 leo, wana wa Mungu, mkono wa Bwana umetubeba. Kahama tumebebwa na Bwana. Haikuwa rahisi kufika hapa tulipo. Neema ya Bwana imetubeba, neema ya Bwana imetushika wana wa Mungu. Hiyo neema ya Bwana iliyotubeba kwenye kongamano hili, nasema ikatembee na wewe kuanzia kesho na siku zinazoendelea. Lisipungue hata neno moja. Bwana akayanyoshe mapito yako, Bwana akayanyoshe mapito yako. Wewe unahitaji mume, pokea mume wako kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe unahitaji mke, pokea mke wako kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe unahitaji mtoto, pokea mtoto. Kwenye madhabahu inatamka kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe unahitaji mtaji, pokea kwa neema ya Bwana. Wewe unahitaji viwango vingine kwenye huduma aliyoweka Bwana ndani yako, Bwana akakupe kuangaza, Bwana akawape kuangaza. Kahama, Bwana awape kuangaza. Dunia yote ijue ya kwamba Bwana yuko katikati yenu. Nasema pokeeni neema ya Bwana, uaminifu mliouonesha kwa Bwana, kujitoa mlikojitoa kwa Bwana. Bwana asiwapungukie, atembee na nyinyi kwa hatua zote. Wale wenye mateso kwenye ndoa zao, katika jina la Yesu, na mtuma mfalme wa amani kwenye ndoa yako, na mtuma mfalme. Mtu mmoja anayepokea aseme amina, maana ndivyo imekuwa katika jina la Yesu. Koramasaka yandara baba. Nasema ni majira ya kuvuka ng'ambo nyingine, ni majira ya kutoka hapo ulipo. Bwana akakupe neema ya kuvuka mpaka watu washangae. Rakayanda rabababa, maana yeye ni Bwana wa kutushangaza majira yote. Na kila alipopita Yesu, nakwambia mema yalifanyika. Ayayayaya, hao maadui unaowaona, hao
hautawaona tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kalvari nasema ni majira ya kuangaza kwenu. Baba yangu, ninasema kwa kongamano hili kanisa halitadumaa, kanisa litastawi, vipawa vinainuka, watenda kazi wanakwenda kuinuka. Kora masaka yanda baba, kora baba boyanda. Ule moto wa uamsho hautazima kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Wale wa kuchochea moto, Bwana awape kuni nyingi. Moto usizime, nasema moto usizime, nasema moto usizime. Wake asubuhi na mchana wakija wa ukute, jioni wakija wa ukute, na usiku wakija wa ukute. Mahali hapa Bwana akapafanye kuwa makimbilio. Anayekuja mahali hapa akakutane na Bwana, akakutane na Bwana. Mimi nimemwona Bwana mahali hapa, na watakao kuja kwenu wakakutane na Bwana wa mabwana. Rakayanda koramasaka rekete rama yanda rababa yekoramasaka. Miongoni mwa makanisa niliyotembea na hapa nimemwona Bwana macho kwa macho, macho kwa macho, macho kwa macho, sio kwa kupapasa. Nimemwona macho kwa macho. Ni majira ya kumwona Bwana kwenye uhalisia wake, sio kwa kuhadithiwa. Wewe ndo ukahadithie, maana kila mwenye mwana hakosi ushuhuda. Kora masaka kwa kongamano hili Bwana kawafanye kuwa neno la ushuhuda. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Napoenda kumaliza, nataka niongee kitu ambacho ninakuacha nacho. Nimeongea mambo mengi sana. Jioni ya leo nataka nitamke vitu vichache ambavyo Roho Mtakatifu amenisukuma niviseme. Tutawahi kutoka hapa. Roho Mtakatifu amenisukuma nikuambie jambo ambalo litakusaidia kutunza umoto usitoke hapa. Yako mambo mengi ya kutusaidia, lakini kila mahali ninapofika Bwana ananikumbusha kusema uzuri wake, kusema ukuu wake, jinsi anavyojifunua watu wanapompa ibada, watu wanapokuja kanisani. Na jioni ya leo tunapohitimisha kongamano hili, mpaka wewe unayenifuatilia kupitia chombo hiki cha NY TV, basi Bwana akakutane na wewe kupitia neno hili, akakusaidie kutembea kwenye ile njia ya kweli, kwenye ule uzima wa kweli ambao utaleta matokeo kwenye maisha yako. Nataka kuongea ibada, wana wa Mungu, ninataka kuiongea ibada. Kuna mahali nataka nikutazamishe ili Bwana afanyike kuwa njia kwako. Miongoni mwa mambo ambayo umfanya Bwana aonekane kwenye jambo lako ni pale unapompa ibada ya kweli, ni pale unapompa ibada ya kweli. Nimekuambia yeye ni kweli, na ninaposema kweli ni uhalisia usiokuwa na shaka. Kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 4 ule mstari wa 23 na ule mstari wa 24 anasema, saa inakuja nayo sasa ipo, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hakuishia katika roho, akaongeza na kweli. Manake unapofanya ibada, uhakikishe ibada yako inatoka kwenye uvungu wa moyo wako. Ibada yako inapoenda mbele za Bwana, ibada inakuwa halisi. Nenda kasome Biblia yako kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya
12 mstari ule wa kwanza anasema, basi na wasihi kwa huruma zake Mungu, anasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, anasema takatifu ya kumpendeza, anasema hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Koramasaka, nataka kuisema ibada. Jitoe dhabihu kwa Bwana ili umpe ibada. Na ninapoiongelea dhabihu, tunaongelea kufa kwa namna ya mwili. Lazima ukubali kuyazika matakwa ya mwili, kuzika tamaa za mwili, kuzika kila kitu. Maana Biblia inasema nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Ni majira ya kuamka kumpa Mungu ibada zinazotoka kwenye roho zetu, zinazotoka ndani ya mioyo yetu. Maana ndani ya mioyo yetu kuna hekalu la Bwana. Anasema kwenye kitabu cha Mithali, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Niko hapa kukuachia neno hili. Linda moyo wako, linda chumba chako, linda chumba chako, tunza hekalu la Bwana. Usiruhusu makando kando. Njoo ibada ya kweli, njoo ibada ya kweli mbele za Bwana. Njoo umpe Bwana heshima anayostahili. Maana ya ibada ni kumtambua Mungu ni nani kwenye maisha yako, na ndipo unapo ibada anayostahili kupewa. Nina maana hii hapa, hawezi kutoa ibada kama bado haujamtambua Mungu. Ikiwa Mungu ni kila kitu kwako, unapokuja kwake lazima utampa ibada. Ni zaidi ya mfano niliotoa asubuhi juu ya bosi na mfanyakazi wake. Mfanyakazi anapotambua thamani ya bosi hutoa heshima, kwa sababu anajua maisha yake yanaendeshwa na kazi. Ninakuja kwako mwana wa Mungu. Mungu anapokuja kwako, mpe Bwana ibada. Usilete mchezo kwenye ibada. Anautaka moyo wako, anataka akili zako, anataka maisha yako. Anasema wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Unapokuja ibadani, mwambie Bwana, ninatambua wewe ni kila kitu. Anapopewa ibada, waga hatuli mbinguni, na kwambia waga anashuka. Hata kama unalia, mpe Bwana ibada. Hata kama mambo ni magumu, mwambie Bwana, ninakutambua. Nenda kaone nyaraka za Mtume Paulo akiwa gerezani. Paulo hali ni mbaya, ametandikwa viboko, mwanaume haeleweki, ana mijeledi mingi, ana makovu, lakini yuko na Sila pale gerezani. Paulo anamsifu Bwana, anasema hata katika hili bado wewe ni Bwana, hata katika hili kusudi lako litimie, hata katika hili bado unainuliwa, bado unatukuzwa, bado hakuna kama wewe. Mungu anaisikia ile ibada. Bwana wa mabwana anashuka kwenye yale malango ya gereza yanatikiswa na mbingu kwa sababu ya ibada ya kweli. Malango ya gereza yanatetemeka. Yuko juu ya akili za kibinadamu. Jaribu halina uwezo juu ya Mungu. Unapompa Bwana ibada, kila kitu kwenye maisha yako lazima kisalimu amri, maana anatukuzwa Bwana aliye juu ya vyote. Neno la Bwana linasema tumekilimiwa jina kubwa linalopita majina yote, na kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba ni Bwana. Ukiliinua jina la Bwana, kila goti litapigwa kwenye maisha yako, na watu watasema hakika huyu ndiye Bwana. Ayayayayaya, haleluya, 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 haleluya. Ninampenda simba wa kabila la Yuda. Ninapenda kumpa ibada. Ni Bwana aliyeniokoa kutoka kwenye mateso, kutoka kwenye vifungo. Nataka nikwambie, aliniokoa mimi Bwana.
wazazi wangu walikusudia kuniua ile siku. Baada ya kuniita kikao cha ukoo, ikashindikana mimi kuacha Yesu, ikashindikana. Nilimwambia Yesu, kama nikufa nitakufa kwa ajili yako. Wazazi wangu wakanifukuza nyumbani, nikakimbilia kanisani. Ilikuwa ni sehemu ya wazi kama hii, wakiwa wameingia wananitafuta. Baba yangu ameshika panga, anainua panga, anasema ole wake leo. Nikapiga magoti, nikamwambia Bwana, ikiwa ni majira ya kunichukua, nikamwambia Bwana, mikononi mwako ninaiweka roho yangu. Yesu akanishika kwa mkono ulio hodari. Wazazi wangu wakawa wanazunguka na mimi niko pale chini, hawanioni. Wewe Yesu ni moto ulao, Yesu ni moto ulao. Zile ajenda mbaya za adui hazitaangusha ndoto zako, hazitamaliza hatima yako. Yuko Bwana mwenye uweza. Rakayanda rababa, wewe unayepigwa kwa ajili ya Kristo, usiogope wewe. Yeye kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nataka nikwambie, kuna majira baba yangu alikuwa ananichapa, akaniambia leo ninakuchapa kama mke. Nikasema Mungu wangu, kama kuolewa ndio huku, basi mimi sitakuja kuolewa. Baba yangu akanishika, akanitandika mijeledi. Bwana alikuwa ananifundisha, lakini siku nyingine aliponishika nichape, niliyaona maajabu. Baba yangu alikaa pembeni ananichapa, nikajiona nimesimama pembeni, na tina mwingine nikamuona pale. Tunapokuwa ndani ya Yesu, anatubeba wewe, anatuchukua wewe. Baba yangu akawa anatandika, mimi zile fimbo hazinipate, nilikuwa nimesimama. Baba yangu akajisikia vibaya, akasema naona umekuwa sugu wewe, mbona nakuchapa hata uli. Yesu alilia badala yangu. Karama sakayana kurama sana. Nimwache Yesu niende kwa nani? Kwake kuna usalama. Mpe ibada wewe, usifanye kazi ukapitiliza. Njoo kwa baba yako, njoo uongee na baba yako. Unapokuja kwenye ibada, mpe Bwana heshima zote. Haleluya jamani, amina. Lipokea hili neno la Bwana. Bwana amenitia mafuta jioni ya leo nikuhubiri habari hizi njema zitakazosababisha wewe kubaki kwenye ramani. Anayempa Mungu ibada hajawahi kupata hasara. Anayempa Mungu ibada huwaka kama jua. Nenda kasome Biblia yako, utamkuta jamaa mmoja anaitwa Musa, alienda kukaa na Bwana kwenye madhabahu siku 40. Musa anatoka, hakuna anayetamani kumwangalia usoni. Unapompa Bwana ibada, unapokubali kutembea na Bwana kwenye gharama zozote, hautakuwa mtu wa kawaida. Kila utakapofika, dunia itajua kwamba kuna mtu yuko hapa, maana wewe ni chombo. Umebeba mtu asiye wa kawaida ndani yako. Watakupiga lakini hautaumia, maana hakika ameyachukua masikitiko yetu, na kwa kupigwa kwake na kuambia tumepona. Ndiyo maana kuna majira tunapita kwenye majaribu, lakini hatuangamii, kwa sababu hatubebi wenyewe, tumemtwika mizigo. Aliyetoa mwaliko, Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, anasema nitawapumzisha. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Nataka nikwambie, yuko juu ya mambo yote. Mpe Mungu heshima. Wewe unayetumika madhabahuni, toa heshima ya Bwana. Utamwona Bwana atakupandisha viwango. Yeye ni Mungu wa viwango vya juu. Mwenzako nimemwona Bwana. Nilipozaliwa nilikuwa hata kuongea siwezi, na nikiwa naendelea kukua nilikuwa hata kuongea siwezi. Angalia Bwana alivyonipa sauti ya kunguruma ndani yangu. Wewe yuko Bwana wa mabwana.
Bwana, yuko Bwana wa mabwana. Hakuna cha mwanaume wala mheshimiwa wala mtu yoyote. Anaposhuka Bwana, wote tunainama na kumwambia unastahili, maana amezungukwa na ibada. Mbingu zinamwabudu, viumbe vyote vya mbinguni na duniani vinampa ibada. Unataka matokeo? Toa ibada halisi kwa Bwana. Toa ibada isiyo na mashaka, atayanyosha mapito yako. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nakwambia, unapompa ibada anajifunua kwako kama Imanueli, yani Mungu pamoja na mwanadamu. Maskani yake anaiweka ndani yako, maana umemfanya kuwa njia, maana umemfanya kuwa kweli, maana umemfanya kuwa uzima. Yale yaliyokuwa yameharibika ndani yako anayatia uzima. Na kwambia, yeye ni halisi, yeye ni Mungu wa kweli. Anachosema ndicho kinafanyika, na amedhihirishwa ili kuzishinda nguvu zote za giza kwa jina la Yesu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Nataka nikwambie, mpe Mungu ibada. Achana na yale mambo ya kupokea simu kanisani, achana nayo kabisa. Mungu anatisha kuliko unavyofikiria wewe. Anatisha sana. Anapendezwa na mtu anapolisikia neno lake, anayeogopa na kutetemeka mbele zake. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamani, Mungu anatisha. Mjue Mungu mzima mzima wewe. Mjue Mungu mzima mzima atakaa ndani yako kama alivyo. Jamani, amina. Jamani, amina. Ule wakati ninaokoka, wakasema kwa viboko hivi tutaona kama atafika mbali. Walibaki wananihesabia, lakini kwa msaada wa Bwana leo niko Kahama. Yesu ni njia yangu, ameyanyosha mapito. Wengine wakasema tutaona kama atafika mbali. Hawakubeba hatima yangu, nikatembea na mwenye hatima yangu. Leo niko na wewe hapa, na wewe mpe Bwana ibada. Wale wanaotabiri mabaya juu yako hayatakupata kwa jina la Yesu. Wale wanaosema mabaya hayatakupata, watayasimulia matendo ya Bwana kupitia wewe. Waliowachongea akina Shadraka, Meshaki na Abednego wakawashtaki kwa Mungu wao, hawakufanikiwa. Aliinuka jamaa mmoja anayeitwa Hamani, akawasema vibaya wakina Mordekai. Nenda kasome Biblia yako kwenye kitabu cha Esta. Wakakusudia kuua, lakini hakuna mauaji kwa taifa la Bwana. Adui yako ukikaa na Bwana atakufa badala yako. Hautakufa bali utaishi na utayasimulia matendo ya Bwana. Tembea kwenye ramani hata kama kuna maumivu. Mpe Bwana ibada. Kubali kupoteza vyote kwa ajili ya Bwana. Itoe miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu. Manake unapokuwa, jihesabu kuwa wewe ni ibada. Jamani, amina. Najisikia raha kumhubiri Yesu mimi mwenzio. Sina hata raha nyingine hapa duniani. Haleluya. Mimi nimwache Yesu niende kwa nani? Mimi mwenzio nimwache Yesu naenda wapi? Sijui wewe mwenzangu, maana ninajua haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umenibeba, umenibeba, umenibeba. Ni mkono wa Mungu umenibeba, umenibeba, oh umenibeba,
jamani, umenibeba. Yesu anajua kubeba, na mbeleko yake waga haichaniki, mbeleko yake waga haishi. Yesu anajua kubeba, atakufikisha unapotakiwa kwenda salama. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Mpe Mungu ibada tu, uamsho hauwezi kuondoka. Mtu mwenye ibada ndani, moto waga hauzimiki. Amina jamani, amina jamani, amina. Ni zaidi ya kuwa kwenye majukumu yako, ukiwa unajua kwamba huyu Mungu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe. Hauwezi kuamka asubuhi hujawasiliana naye, si ndio? Unaamka asubuhi, unaenda kwa baba yako wa mbinguni, unasema shikamo baba. Baba yangu, nimeamka, niko hapa. Asante, umenilinda baba yangu. Yesu, si unajuaga wewe ni njia, ninatoka kwenda kwenye utafutaji na baadaye nitaenda kanisani. Naomba utembee na mimi, urudi na mimi, na kwenye ibada nikifika nikukute. Jamani, amina. Ukifika ule muda wa chai ofisini, wenzako wanakimbia kwenda kunywa chai, wewe kabla ya chai unamwambia baba, nimekuja, ni majira ya kunywa chai, karibu tunywe wote, maana kama viko vya kufisha havita kudhuru, maana unashare pamoja na baba yako. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Wangapi wana waume na wake humu ndani? Inua mkono wako hivi. Kama mume wako hayupo kama wa kwangu, niko hapa, nimekaa tu hapa nafanya counseling, ananipigia simu ananiambia nimekubatisha mke wangu, amenikumbuka, lazima anijulie hali kwa sababu mimi ni wa thamani kwake. Akiwa kazini lazima apige simu, na mimi nikiwa nyumbani ama nipo popote lazima nimpigie, nimwambie rafiki yangu, hali yako ikoje, unaendeleaje? Nataka nikwambie Mungu ni zaidi ya mume wangu. Kabla sijamwambia mume wangu habari, namwambia Bwana, kumekucha, nataka niwe na wewe, nipe hekima, tembea na mimi, angalia kuingia na kutoka kwangu. Haleluya, haleluya. Sijui kama kuna mtu unanielewa, na hivyo ndivyo ninamaliza. Na hili ndio neno ambalo ninakuacha nalo la kumpa Mungu ibada. Mpe Mungu ibada ya kweli. Acha kwenda na makando kando kanisani, acha kwenda na tabia mbaya, acha kwenda na uongo. Kabla hujaenda madhabahuni, mwambie Bwana, nimekuja. Inawezekana kwenye ule mwendo niliotembea leo kuna maneno yasiyofaa nimeyatamka, naomba unisamehe, uniondolee majivuno, ukomeshe kiburi ndani yangu, uondoe tabia zote zisizofaa. Anapoangalia moyo uliopondeka, yeye anaingia ndani, ni mfinyanzi, anaondoa jiwe, anakuwekea moyo wa kugeuzika. Jamani, haleluya. Nakwambia mtamuona Mungu isivyo kawaida. Yaani itakuwa mkikaa hapa moto unawaka. Kuna mtu ametoka kunishuhudia, anasema miongoni mwa makongamano yaliyowahi kutokea, hili nalo ni la aina yake. Anasema watu wanapatikana ibadani ni kwa sababu mmelitii neno la Bwana. Kwa moto huu tutembee na moto, kanyaga mafuta, usiwe kama wale wanawali watano wapumbavu. Masaa yote hakikisha taa yako ina mafuta kwa kumpa Mungu ibada ya kweli. Na kuambia utamwona Bwana. Wengine watakuwa wanalia, wewe unaimba nimemwona Bwana anapendeza. Haleluya. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Wewe Mungu ni mzuri, hawezi kukuacha, hawezi kukutoa mawindo kwa adui. Atasimama na wewe bega kwa bega,
atasimama na wewe hatua kwa hatua. Nilikupa ule ushuhuda juzi wa wale wachawi ambao walitaka kutuning'iniza kwenye ule mti. Nataka nikwambie kisa kilichoendeleaga baada ya pale. Sikiliza nikwambie, ninampenda Yesu kwa sababu yuko karibu. Biblia inaniambia, Mungu anauliza, je, mwanamke anaweza akasahau mtoto anayenyonya? Anasema la hasha. Maybe mwanamke kwa sababu akijifungua uchungu unapoa, anaweza kuacha katoto kanalia. Anasema mimi siwezi kukusahau, nimekuchora kwenye vitanga. Unaelewa maana ya kuchorwa? Haujabandikwa, umechora. Maana yake alipo Bwana upo, unapokanyaga yupo, kwenye mashimo yupo, kwenye vilio yupo, kwenye maelekezo yupo, kwenye huduma yupo. Acha kuchanganikiwa, yasubiri majira ya Bwana. Najua unayo shauku ya kusonga mbele, lakini mwambie Bwana, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Nikiwa kwenye kile kijiji, ile safari ninayokuambia tulitundikwa, ilikuwa ni safari ya pili. Ile ya kwanza ndo ile Mungu aliniambia anaenda kukutambulisha. Tukaenda kule, ndo kuna mchungaji mmoja akaniona, akasema kwa huduma hii ngoja tukuandalie kongamano na mkutano wa nje. Sema sawa baba. Ndo tukaenda kule, tukakutana na hilo jambo la wachawi. Bwana akatupigania na kututetea. Lakini ilipofika kesho yake, sitakaa nisahau, nilikuwa kwenye madhabahu kama hapa nikiwa ninafundisha. Ghafla kule mlangoni niliona baba mmoja ameingia, baba mmoja mrefu, alafu mtu mzima. Alikuwa amevalia ndani ile shati yenye kora nyeupe hapa mbele tu. Yule baba akaingia mule ndani. Nilivyokuwa namuona kama anavyoingia yule kijana, ghafla nikiwa kwenye madhabahu kama hapa, nikasikia kama mguso fulani ndani ya moyo wangu. Nikasema huyu ni mtu wa aina gani? Nikasema maybe kwa sababu mimi ni mgeni, acha nisubiri huyu mtu aingie nione mambo yatakavyokuwa. Nikaona mashemasi wametoka, wameenda kumchukua yule baba, wakamleta akakaa kwenye madhabahu. Kule kwenyewe madhabahu inakuwa huku, watu wanakaa huku. Yule baba akaja akanipita, akakaa kwenye ile madhabahu. Nikiwa ninahubiri, ninapata mahangaiko. Nasema who is him? Ni nani huyu na anatafuta nini? Mbona kama ninahangaika? Na nilikuwa ndio mgeni. Ilikuwa ni siku ya pili ya lile kongamano. Baadaye nilipomaliza kuhubiri, nikaacha ile maiki pale. Kiongozi wa kanisa akasimama akasema, jamani, Bwana asifiwe, tumetembelewa na mgeni, naomba mgeni asimame atusalimie. Kumbe hata wale wenyeji hawamjui huyo baba, ni mgeni kwenye hicho kijiji kama mimi. Yule baba akaja akasimama, mimi nilikuwa nimerudi nimekaa. Yule baba akaanza kuambia washirika, Mungu amenituma kwa ajili ya huyu mhubiri. Akasema mimi naitwa sijui nani Mwakipenda, waga nakumbuka tu hilo neno. Akasema mimi ni mgeni kabisa hapa. Hilo kanisa lilikuwa ziwani kabisa, ambako ndo ziwani wanavua tu kama hapo. Kanisa liko kwa pembeni. Yule baba akasema ametokea Mbeya. Akasema Bwana amenituma. Akasema Mungu alimwambia panda gari nenda Sumbawanga vijijini. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Milepa. Nilikuwa kwenye hicho kijiji, nilikuwa ninahubiri injili kule. Yule baba akasema nilipofika kwenye kijiji hiki nikawa sina ramani, lakini nilikuwa nimeambiwa huyo dada yuko kanisa moja liko kule ziwani. Akatafuta mwenyeji mmoja, akamwambia nipeleke. Kila kanisa alilopelekwa akasema hapa sio. Alipofika kwenye ule mlango akaniona ninahubiri. Anasema alinisikia akiwa nje, akamwambia yule mwenyeji wako, unaweza ukarudi ulikotoka, ninayemtafuta ni yule mama ninayemsikia huko ndani. Yule baba akaja akawaambia wale watu,
Akasema, mnafahamu aina ya mtu mnayeongea naye? Akasema, Mungu amenituma, huyu mama amembeba Mungu. Na ndiko muujiza mwingine kwenye ile mikutano, nikambandikia mwanamke mmoja mikono, alikuwa ni tasa kabisa, umri wake ni mkubwa. Yule mama alikuwa analia, walikuwa wametandika misengele kama hapa, maana walikuwa hawana viti vya kutosha. Nikaenda nikamuuliza, mama unalia nini? Akasema, ninateseka mtumishi, sina mtoto kwenye ndoa yangu. Nikamwambia, kwa jina la Yesu, mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Baada ya mwaka kupita, yule mama ananipigia, anasema, mimi ndiye yule mama uliyeniombea, nimepata mtoto wa kiume. Mume wangu anaitwa Baraka. Akasema, ni wa kiume, tunamwita Baraka, angekuwa wa kike tungemwita jina lako. Yule baba alinitia moyo, akasema, nimekuja, najua ndio unaanza huduma. Akaniambia, kazana, akaniambia mpaka vita, akaniambia utakutana na 1, 2, 3, akaniambia usije ukajaribu kukata tamaa. Akamwambia yule mama mchungaji wangu, akasema, Mungu amewaamini kuwapa huyu binti. Akasema, mtunzeni, ni hazina ya Bwana. Nilikuwa sielewi, lakini leo ninapohubiri hapa nimemkumbuka yule baba. Unapomkubali Bwana, unapompa Mungu ibada, anakupa maelekezo, anaijua njia unakokwenda. Bwana alijua ninakoelekea, na ninaendelea kunyenyekea kwa Bwana. Ninajua bado sijafika, lakini kwa hatua nilionayo nasema, hata sasa wewe ni Ebeneza. Nikikwambia Mungu ni halisi, ninamaanisha nimemuona kwa uhalisia. Yule baba aliongea mambo makubwa, yaani ni kama kuna mtu amemchukua anamsimulia maisha yangu, mpaka yote niliyopigwa na wazazi wangu alinisimulia. Nakumbuka ile siku ya kwanza yenyewe anaponiambia, Mungu amenituma kwako, nikamwangalia, nikakumbuka wanasema kuna manabii wa uongo. Alafu mimi Roho Mtakatifu alikuwa alishanipa material, usiziamini kila roho. Watu walikuwa washaniumiza sana, kwa siamini mtu hata akinisifia. Nikamwambia baba, sijakubali wala sijakataa, ila uniache nikaombe. Akasema, sitaondoka, ninakupa muda uende ukaombe, ninajua Bwana atasema na wewe. Yule baba akaondoka, nikaomba, Mungu akanipa amani. Miongoni mwa ishara nzuri, miongoni mwa namna Mungu anavyosema, ni pale anapoiruhusu amani ya Kristo ndani yako juu ya jambo fulani. Bwana asifiwe. Kesho yake Jumapili tukakaa, yule baba akaniita, akaita na mchungaji wa pale, tukakaa tukazunguka hivi kama kaduara fulani. Yule baba akaanza kuongea maisha yangu, ni kama ananijua, na pale nilipokuwa hakuna mtu yeyote ananijua. Alafu bado nilikuwa sijaanza hata kutoa shuhuda zozote. Nakwambia ile siku niliogopa na kutetemeka. Nilijikuta nimekaa kwenye kiti cha plastiki, alafu nimenyanyua miguu yangu juu, maana naona Mungu amejaa mle ndani. Naogopa hata kushusha miguu, nitamkanyaga Mungu. Mungu anatisha. Inawezekana unaleta uzembe ibadani kwa sababu hujakutana naye. Bwana asifiwe jamani, amina jamani, haleluya. Yule baba akanitia moyo, akaniambia usikate tamaa. Akawa ananicholea ramani ya huduma. Kumbuka ndo niko sifuri, yaani ndo kwanza nimefanya mkutano mmoja wa Roho Mtakatifu ule, basi tena wa siku 3, na huo ulikuwa ni wa pili. Sielewi chochote kwa habari ya kina chake, hata kama wakati huu bado ninajifunza, lakini kwa hatua nilionayo, kuna baadhi ya vitu ninasema, Bwana wewe ni Ebeneza, unatosha kwenye maisha yangu. Yule baba akanitia moyo sana, alafu akanionyesha upendo, ule upendo wa baba na mtoto. Nilimtafuta yule baba, nilimtafuta kwa bidii zangu zote. Alinipaga namba ya simu, haikuwahi kupatikana mpaka leo.
Alafu uniambie sijakutana na Yesu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Mpeni Mungu ibada. Bwana asifiwe. Asubuhi niliongea hapa, nikatoa mfano, nikawapitisha watu mbele hapa kwa ambao hamkuwepo, bosi na mfanyakazi. Nikauliza swali, ukiwa umeitwa na mheshimiwa anaongea na wewe, unaweza ukapokea simu? Mimi tu niko na mchungaji pale, baba ameniita tunaongea, nikae tu, babangu ndo huyu ameniita, njoo nimekuja hapa naongea na baba, simu inaita kiki, baba ndo ananielekeza, unasikia mwanangu, sasa unatakiwa ukitoka hapa ufanye 1 2 3, huku namsikiliza baba, huku napokea simu. Alo, uko poa baba, ngoja kidogo niongee. Niambieni, inanoga hiyo? Inanoga? Niko na baba hapa na chat, naangalia YouTube kidogo, ametupia kakitu, ngoja niweke kwanza. Baba ulikuwa unasemaje? Baba unajisikiaje? Wanaume si mmeoa, si mna wake nyumbani kwenu, unajisikiaje kale kamke kako unako kapenda, uliko karibia mali, umerudi zako kazini? Haya, njoo tukae mama watoto, mekaa hapa kidogo, simu kule jikoni kuku kamekuacha. Bwana, nikaangalia simu mara moja, kameenda kamechukua simu, halo, vipi shoga? Yani baba mtumishi alikuwa ndo anamwaga maono kwamba sasa mke wangu, kwa ule mshahara uliotoka kazini, kile kiwanja tulichonunua tukachukue mawe tuanze kumwaga. Anasubiri dakika 5, huyu mama anatoka. Wanaume hapo amekasirika, alafu wanaume akikasirika anaanza kuangalia saa, anakuhesabia dakika, yani hataki uwai ili akukamate vizuri. Alafu ukija anaanza kukwambia, ulikuwa unaongea na nani? Umeniacha mimi hapa. Ina maana huyo unayeongea naye ni wa muhimu kuliko mimi, si ndio? Alafu mwanamke una kiburi sana wewe, najuta kukuoa mimi wewe. Yaani wanawake wakisukuma sio mkoje nye ovyo kabisa. Babangu aliniambia, kwa nini? Amenyimwa heshima, amenyimwa heshima anayostahili kama baba ndani. Bwana asifiwe. Wanawake mpo, wapeni waume zenu heshima nyumbani. Biblia imemfananisha mwanaume kama Kristo na kanisa. Kiwango unachotakiwa kumpa Yesu heshima, mpe na mume wako. Na wewe mwanaume, hicho kiwango unacholilia heshima kwa huyo mama ndicho Yesu anakutaka nacho. Tuongee tu kweli wanaume. Wewe si unapenda kuheshimiwa? Vipi wewe vibration ikiita huko ndani kwenye simu, ni simu ya kazini, ngoja nitoke mara moja nichomoke, tena bila aibu kabisa, unasimama tu pale, alo, niko ibadani. Tafsiri yake unamwambia Mungu, nisubiri hapa hapa. Mungu ameshuka, ameleta pakeji zako, unamwambia Mungu, kwa kweli hebu vumilia kidogo. Unajua thamani ya Mungu wako? Upo ibadani kama hivi, Mungu ameshuka akuhudumie wewe. Akili inawaza, nikitoka hapa nitaenda sokoni, nikikatisha. Yani kuna mtu tunaye hapa, lakini kimsingi hayuko hapa, yuko nyumbani, yuko sokoni, mwingine amelala nyumbani. Yani tuko hapa,
Mwingine tayari tuko hapa anapika Chinese, anapika mchicha, ameshapeleka na vitu, ameandaa mezani, amewaandaa na watoto, yani yupo kanisani, yuko kupanga mipango. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, Mungu anachokitaka yale masaa anayokupa uje ukae pamoja naye. Anasema mpe moyo wako, mpe akili zako, mpe ufahamu wako, usifikiri kitu kingine, mpe yeye heshima zote. Ukiwa humu ndani anataka atumie akili yako muelewe. Ukiwa humu ndani anataka aingie kwenye moyo wako, auwe vitu vyote ambavyo vinamnyima nafasi ya kukaa na wewe. Hebu mimi ngoja niwaulize swali, tunge tu ukweli rafiki zangu, na leo tunaagana. Ninaongea mambo ya msingi ambayo yatakusaidia. Yote tuliojifunza yale, ili yaendelee kubaki, lazima umpe Mungu ibada ya kweli. Mpeni Mungu heshima anayostahili kupewa, mpeni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi mwanamke aliyeolewa, sawa jamani, mimi natolea mfano wanawake na wanaume, si ndio Yesu na kanisa? Bwana asifiwe. Huyu mama aliyeolewa alikuwa hovyo kabla hajaolewa. Akiolewa ana mume nyumbani kwake, waga anaendelea kuwa na mahusiano mengine, anaendeleaga kuwa na marafiki wa kiume. Mwanaume akisikia una mwanaume mwingine, yaani mchungaji, mimi huyu mama kwa kweli simtaki, arudi kwao mchungaji, mzao kabisa. Tena unaongeza na vya kwako, ulisikia wanaongea tu, unasema mchungaji, ninavyoona walishaingia kwenye mahusiano kabisa. Mbona wewe umempa Yesu maisha yako na bado una mahusiano mengine? Kazi ni mme wako mwingine huko nje, biashara ni mme wako mwingine, au muda ndoa wateja. Kwa kweli huu muda huu mwingine hayupo kanisani, yuko kwenye TikTok hivi ninavyoongea, amekaa tu hapo. Akija kanisani, yani mchungaji, maisha yangu. Jamani, mchungaji hana majibu, Mungu ndo mwenye majibu ndani yake. Kazi ya mchungaji ni kukuonyesha nyoka wa shaba, na wewe kazi yako ni kumtazama nyoka wa shaba. Yani mchungaji, mimi tu aliniombea tu, yani akaweka tu mkono akasema Mungu akutendee mema. Afanyaje sasa? Uko nje ya mfumo, afanya nini? Jamani, amina. Si tunaambizana ukweli ili tuwe salama. Sasa ukiwa hapa, nilimwona huyu baba ni kama ananyoa sijui pale saluni. Sasa babangu, ukiwa hapa afu huko unaendelea kusuka, huko kanisani unasuka mtu. Nikifika pale nitaanza hapa, nikipiga hii tamwita na yule ashike upande huu, nikipiga. Yani yupo kanisani lakini anapiga. Kuna heshima ya Mungu hapa jamani, amina. Kuna mtu yuko humu ndani anawaza, yani kesho asubuhi nikiamka mapema tu nitaenda kulangua vile viazi, nitapika vile vitumbua, nitakanga yale mandazi, nitaenda kuuza. Yani nikifika kazini, vitu vya kazini havijakaa sawa, ofisini sikuweka mambo vizuri. Yuko kanisani. Shetani ni mtu wa ila sana, hata kunyima kuja kanisani, hata kunyima ibada. Na nikwambie hivi, ukiwa nyumbani umepambana kwamba shetani usinipotezee muda, yani naenda kanisani, hiyo shetani anahesabu hii ni ajali nimeipata, kimenikuta. Ameamua kwenda wapi? Kanisani. Lakini anaitwaga kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, anaitwaga mshtaki. Yuko around, anazunguka. Ni kweli umekubali kwenda kanisani, lakini anakuzungukia kwenye mtaa wa mawazo yako. Neno la Mungu linahubiriwa, zile kodi za msingi zinapita, shetani amekuchukua.
amesha kuweka kwenye kikao fulani. Yaani unajua jana mume wako venye alikufanyia vile, ila huyu mwanaume basi tu. Wenzako tunapeana kodi za kutusaidia, password za kufungua ndoa zetu, lakini wewe umekaa unajadiliana naye. Unatoka pale kodi imepita, na Mungu akipita amepita. Bwana asifiwe. Jamani, amini. Mpo humu ndani au mko mahali? Wengine mnawaza mitihani, wengine anawaza mtumishi angeniombea tu nipate hata mchumba kesho. Mchumba wako ni Yesu. Mpokee Yesu awe mchumba wako, atakuongeza na huyo msaidizi mwingine. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Wangapi mmenielewa kuhusu ibada? Wangapi mtampa Mungu ibada? Nakwambia akipewa ibada Mungu waga hanyamazi. Yaani kuna jamaa akitoa ibada, nilimpenda sana yule mwanaume, sijui yuko wapi jamani, yule anayepiga kinanda huku anaimba. Amekaa kwenye kinanda pale, mikono yake inafanya kazi, akili zake zinafanya kazi, alafu lile libaba linaimba hakuna mwingine tena, huku linapiga. Akili iko hapa, mawazo yako hapa, moyo uko hapa, viungo vyote viko hapa. Hivi unafikiri mbingu zitatulia? Lazima Mungu aitikise kichwa chake. Akiona kuna hatari, anamwambia Mikaeli, haraka kimbia pale Calvary, kuna jamaa yuko pale anapiga kinanda, nenda ukazuia wale watu kule nje, maana Mungu ana wivu na mtu anayempa ibada. Shetani hawezi kukugusa. Bwana asifiwe. Lakini eti unapiga kinanda, umemaliza kupiga kinanda umekaa na simu yako, au unapiga kinanda unachungulia simu hivi TikTok, wamerusha Kajala sijui na nani. Hayo mambo yapo hayapo? Ndio yanayoharibu ibada, ndio yanayotutoa kwenye ramani. Ninawaambia wana wa Mungu, tuutafute kwanza ufalme na haki yake, na mwana wa ufalme ni Yesu aliye njia, kweli na uzima kwenye maisha yako. Ngoja nitoe ule mfano wangu napendaga kutoa ili nikudumbukizie ibada kwenye moyo wako, afu namalizia hapo. Bwana, tafute watu, watu. Namtaka mama, haleluya, mama njoo, Pastor Margaret njoo, pigieni makofi. Unajua huyu mama alikuwa ameaga anaondoka bwana, akaniaga kabisa kwamba anaondoka, akaenda kulala. Yesu akakutana naye akasema nimemtokea kwenye ndoto. Nilipomtokea akasema mtumishi, siondoki mpaka tumalize semina. Jamani, haleluya. Nikasema sio mimi nilikutokea, ni Yesu alikuja. Si unaona kulikuwa hii package, ukawaambia washirika wako ibada. Baba samahani, naomba nikutumie na wewe. Pigieni baba mzuri huyo makofi. Safi. Haya, huyu ni mama, huyu ni baba. Baba we baki hapo hapo. Hizi ni familia mbili tofauti, wanatafutia watoto. Baba mtumishi njoo. Huyu awe mama yako, sawa? Wanatafute mdada. Wadada mniangaliage. Wengine walitolewa kwa mifano madhabahuni, Bwana akatenda, kumbe walikuwa wahitaji. Bwana asifiwe. Wadada wamegoma, mbona mimi si wao? Au ndani hamna wadada? Wewe msiniangalie macho ya pembeni, niangalieni vizuri. Aha, wanakaaga huku Njoo wewe mwenye tunyole nywele pale, wewe ni mdada? Wewe ni mdada? Ni mama? Ni mama kijana. Wewe uliyeimbisha asubuhi njoo. Si uliimbisha wewe? Unaogopa? Haya, twende.
utapata ujasiri pale pale. Twende. Twende. Wewe ni kabila gani? Baba yako yule pale, nenda pale. Wewe ni kabila gani? Nini? Kenya. Mkenya. Sawa. Hai. Natafuta mbaba fulani hivi mwenye hekima ambaye wakimwagiza kwa watu anaenda anaongea yaliyonyooka. Baba mtumishi pale, nakuomba ulikuwa we mwenyewe huyu wa mbele yangu, pigieni makofi mazuri. Safi kabisa, muongezeni makofi mazuri jamani. Si ana hekima hata kwa kumwona kwa macho. Baba njoo hapa, wewe unakuwa na mimi hapa. Ninaongea kufanya nini? Ibada ya kweli na maandiko ya ibada. Ukasome kwenye Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na wa 24. Ukae hapo jamani. Amina. Hii maiki punguza kidogo. Sawa jamani. Huyu ni baba mtumishi, ana hekima. Baba, wasalimie watu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, si mmesikia wenyewe? Muitikieni basi. Mmenielewa sasa? Sasa baba, hii ni familia moja na hii ni familia nyingine. Baba mtumishi unaitwa nani? Yohana. Hapa ni kwa kina Yohana Mbatizaji. Dada unaitwa nani? Florida. Hapa ni kwa baba Florida na hapa ni kwa mama Yohana. Sawa baba? Sasa mimi naongea ibada, na wakati ninaongea kitu hiki nataka kusema maana ya ibada ni tendo la kutambua Mungu ni nani kwenye maisha yako, ndipo unaanza kumpa heshima. Kwa hiyo huwezi kumpa Mungu heshima kama bado hujamtambua ni nani. Sawa? Unaweza ukawepo lakini haumjui, ndio maana unawaza vitu vingine. Upo kanisani na unaweza ukashangaa mtu ameshika daftari hivi, mnamuonaga ana diary anaandika kanisani. Nenda kaliangalia, ni makorokocho afadhali wa darasa la kwanza. Haya, sasa katika maisha haya, hizi ni familia mbili ziko ndani ya kanisa la mtumishi wa Mungu mchungaji Msengi. Sasa huyu Yohana hajaoa, si ndio? Na Florida hajaolewa, si ndio? Mimi sijasema jamani. Amina. Mimi naongea ibada ili hata ukiwa kazini usije ukasahau, na mahali pengi nimekuwa nikifundisha ibada kwa staili. Kila ninapofundisha somo lolote lazima nimalizie na ibada. Sawa jamani? Hai. Sasa huyu Yohana anaishi kanisani, baba Florida yupo, ni mshirika. Mama Yohana yupo na baba Florida wanafahamiana, lakini wanafahamiana kawaida. Eti mama, kwani yule unavyomwona unamfahamu kama nani? Baba mtumishi. Jibu maswali. Anamfahamu kama baba Florida. Hivi maiki nyingine iko wapi? Mama anamfahamu yule baba kama baba Florida, na baba Florida anamfahamu huyu kama mama nani? Mama Yohana. Na Yohana anamfahamu Florida kama Florida, na Florida anamfahamu Yohana kama Yohana. Sasa maisha yameenda, basi Yohana amekaa, na Biblia imesema si vyema akae peke yake. Jamani, amina.
Je, washirika mnataka kufanya ibada iwe ngumu niache? Jamani, au Bwana anatenda muujiza? Alafu nikitaka kuona Yohana anaonekana ni kipenzi cha wengi ndani. Usije kuninyima harusi sawa? Tapanda gari nitakuja. Alafu ukumbuke huyu ni dereva wangu pia, sawa eh? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Yohana ameamua kwamba sasa ni majira yamefika, nahitaji kuwa na mwenza. Na katika maombi mengi, si unamwona amepiga na suti, anaonyesha kabisa ni muombaji mtulivu fulani hivi. Amepiga maombi, anapiga maombi, kila akigeuka kwa kina Maria moyo unamwambia lakini kwa kina Florida. Akimwangalia Maria ananyosha sauti, anaimba haleluya. Florida kwenye hiki kipawa anaweza akafanya vizuri. Sasa kwa sababu ya utulivu wake anafuata utaratibu. Huyu baba ndo yule baba wa hekima, ni shemasi ama ni mzee kiongozi. Huyu kijana anashirikisha mama yake, mama, kwa kina Florida pale nimemwona Florida, tunafanyaje? Tunafuata utaratibu wa kanisani. Tunaenda kwa nani? Tunaenda kwa yule shemasi kiongozi, aende akatusemeshe, wakatuitie Florida. Haya baba, ni majira sasa ya kazi. Hii familia imekuomba pale, mama akija unamuomba aende kule na kule, watampokea, atajieleza. Baba, ndo kazi ile nilikuitia pale. Mama, mpokeeni mgeni basi. Shika tu maiki mama, mkaribishe mgeni. Karibu baba. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri za nyumbani. Sasa mfupishe maelezo haraka haraka, twende na Mungu. Mama, mwambie ulichomwitia, maana huko tu na Yohana mna shida. Baba, sisi tumekuita kijana wangu huyu, mtoto wangu Yohana amepata maono. Kijana mzuri. Kijana mzuri amepata maono. Anasema ameona binti. Jina la Bwana lipewe sifa. Amesema kwamba amepata binti. Ndio. Inatosha basi jamani, Binti huyu anaitwa Florida. Sasa sisi tumekuita kama shemasi kiongozi ili peleke hili jambo kwa wazee wa kanisa. Alipeleke kwa kina Florida, huko tumeshapita kote. Kwa kina Florida. Basi na mambo mengine yaendelee. Nashukuru sana kwa shughuli hizi. Jina la Bwana sifa. Na nitafikisha habari hizi. Amina. Bwana, kijana mzuri huyu tunashukuru kwa sababu ameona maono. Na Bwana atasimamia. Na Bwana atatenda. Jamani, makofi kwa shemasi. Shemasi anajua kazi anayoifanya. Jamani, shemasi tunaye hatuna? Nyie vijana mmeona? Haya basi, nyoka utaenda ukapeleke ujumbe huko uliopewa. Leta mama, we usiende kule, hawakujui hata. Asante sana. Asante sana. Mungu Bwana asifiwe. Amen. Salama za hapo nyumbani. Uko vizuri? Yes. Asante sana. Asante sana. Ndio, asante sana. Mtumishi wa Mungu, nimekuja hapa nina habari njema. Mfahamu kijana wetu mzuri Yohana. Kwa kweli siwezi kuchengesha sana. Ameona maono. Yohana yule muombaji
mwimbaji sana, yule mwimbaji yani solo vizuri, kijana yule moto, yule anapiga injili kila mara. Ameona maono mali hapa, tulikuwa tunaomba utupokee yule binti huyu Florida. Jambo la baraka, jambo la baraka. Habari nzuri kwa kweli tumezipokea. Labda tu sasa tunaendelea kwa utaratibu wetu. Sasa tunajua sana basi tunataka tusiendelee vizuri. Basi katika hizi pia sasa. Asante sana mtumishi wa Mungu. Kwanza simfikie binti jamani, mchungaji, binti akikataa Florida aulizwe, si aitwe tu yuko hapo. Basi acha tumuite binti tumuulize, labda wameshakwisha kuzungumza, basi atatueleza. Kama hawajazungumza basi tamsikia sasa. Jambo jema kabisa. Florida bwana mwanangu, maiki hapa nzuri. Subiri baba ongea hapo na toa. Kuna mgeni yuko hapa pia. Tafadhali jamani, basi tulieni. Mgeni huyu anazo taarifa nzuri kwenye wako, lakini zaidi sana zinakuhusu wewe. Kuna taarifa kwamba jana ameona vyema awe pamoja na wewe katika maisha yako. Basi taarifa hizi zimesukuma kwa shemasi atakuja hapa naye. Jana huyu anaitwa Yohana pale kanisani, tunasali naye. Je, uko tayari sasa? Uko tayari kupokea taarifa hizo za huyo Yohana ili tumpokee? Jamani, makofi na vigelegele! Haleluya! Haya, mnisikilize sasa. Mimi nafundisha ibada. Jamani, amina! Jamani, amina! Nimesema hivi, maana ya ibada ni lile tendo la kumtambua Mungu. Ukishamtambua Mungu ni nani, ukishaelewa Mungu ni nani, ndo unaanza kumpa nini? Heshima. Haya, huyu hapa ni kijana anaitwa Yohana. Alimuona Florida, ameenda kwa kina Florida kupitia shemasi. Alipofika pale, Florida amekubali. Kwa hiyo Florida sio Florida tena, na Yohana sio Yohana tena. Florida ni mke mtarajiwa wa Yohana, na Yohana ni mme mtarajiwa wa Florida. Kwa hiyo mambo yanabadilika, maana Florida alikuwa anamtazama Yohana kawaida, sasa hivi anaanza kumpa heshima kama mume wake mtarajiwa, maana amemtambua sio yule Yohana muombaji peke yake, bali ni Yohana ambaye ni mume wake mtarajiwa. Haendi tena akamwambia mambo Yohana. Akimwona Yohana anapita pembeni, anasema nimemwona mchumba wangu. Kama Florida alikuwa na marafiki waga wanapiga umbea kanisani, wanaongea maneno yasiyo na maana, kwa sababu Yohana yupo, Florida anaanza kujiweka vizuri. Haongei kama mtu asiye na maana, anaitunza heshima, kwa sababu kuna jamaa mmoja ameenda kutangaza kumpa heshima ya kuwa mke wake. Anasimama, anajiheshimu. Alikuwa anavaa vibaya, anaanza kujistiri. Alikuwa anavaa mipasuo, anaacha kuvaa mipasuo. Kwa nini? Anaogopa kupoteza mume mtarajiwa.
Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Akitambuliwa mtu, na kuambia heshima inatokea. Mungu akitambuliwa, hata ibada yako inabadilika. Leo Yohana alikuwa anamuona baba yake Florida kama baba Florida, lakini leo akimtazama anamwita baba mkwe, lakini Florida mama wa kawaida, lakini leo Florida akimtazama mama Yohana anamwita mama mkwe. Mambo yanabadilika. Alikuwa anavaa gauni ananyamisha, anachukua na kitenge anakishindikiza. Alikuwa anasalimia juju, anaongeza heshima. Akimkuta mama Yohana anasema mama shikamo. Mama anasema marahaba mwanangu, inuka usije ukaumia. Anainuka mtoto. Alikuwa anachelewa kurudi nyumbani, anaanza kuwahi kurudi, maana kuna watu wametambulika. Angalia majina yanavyobadilika. Mama Yohana na baba Florida wanakuwa ni marafiki. Kuna watu wameunganisha pamoja, kama sisi Kristo Yesu alivyotupatanisha na Bwana. Ametufanya kuwa marafiki wa Mungu, ametufanya kuwa watoto wa Mungu. Heshima imebadilika. Tunamfanya Yesu kuwa njia, na Bwana tunampa heshima zote, maana tunajua yeye ni Bwana kwenye maisha yetu. Haleluya! Nani amenielewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hata kama Yohana alikuwa akikaa kanisani ananyoa viduku ovyo ovyo, hanaga utulivu kanisani, anavaa suruali bila soksi, lakini anapoona yuko baba mkwe, yuko smart kama yule baba, anaanza kumwangalia baba, anajiona kwa kweli, muonekano nilio nao sistahili, naenda kukutana na baba mkwe wangu. Ghafla Yohana unamuona anaanza kuvaa suruali zinazofaa, anaanza kuvaa soksi, anaanza kujiweka smart ili aendane na baba mkwe wake, maana anajua ndiko mke mwema ametoka huko, na Biblia inasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kutoka kwa Bwana. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya, haleluya. Haya, uniambie, Yohana kapata baba mkwe very smart kama vile, ameenda nyumbani kumsalimia huyu baba. Yohana akifika hapa hawezi tu akasema mzee Bwana asifiwe. Si unajua vijana, kuna katibu wa kanisa hapa anaitwa Mama Baby, na waona kabisa wanamwita Mama Baby, kwa sababu kuna kitu hakijamtambulisha ili lile jina la Mama Baby liondoke. Lakini unapomtambua Mungu kwamba yeye ni Bwana, kwamba yeye ni muumbaji, kwamba ndiye mwanzo, kwamba ndiye mwisho, kwamba anastahili, kwamba alikuwepo tangu mwanzo, kwamba ni Bwana ana hatima ya maisha yangu, na kwambia huwezi kuleta masiala unapokuja mbele za Bwana. Lazima uogope na kutetemeka, maana Bwana anataka ibada. Bwana anataka ibada. Nimekuletea neno hili, nimekuletea mfano huu, ushike kama nyenzo ya kukusaidia kukumbuka kumpa Bwana ibada ya kweli. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Rejesheni ibada ya kweli ili muone Bwana anapenda ibada, anapenda ibada, anapenda heshima zaidi ya baba mkwe, zaidi ya mama mkwe. Kama mtu akiolewa anabadilisha mpaka kusalimia, anapiga magoti. Sisi kule kwetu ukiolewa baba mkwe wako hauruhusiwi hata kutazama naye macho,
unageukia pembeni, unakaa chini, umeshindikiza kitenge, unapiga makofi. Baba ndio anaitika, anasema marahaba. Unapata shida, nataka niwaambie Mungu ni zaidi ya baba mkwe. Mungu ni zaidi ya mwanadamu yeyote, yuko juu ya yote, anaweza yote. Yeye ndiye aliyekuwepo nyakati zote, na kwambia yupo, atakuwepo na atakuja. Ni wa kumwabudu, ni wa kumpa ibada. Rejesheni heshima kwa Bwana, rejesheni heshima kwa Bwana. Rudisha viwango vya ibada, mtamuona Bwana. Hamtakuwa na vilio kwenye maisha yenu, hatua zenu zitaongozwa na Bwana. Niambieni wana wa Mungu, hivi ni mtu yupi asiyependa kuheshimiwa? Kuna mtu apendi kuheshimiwa? Tumpe Mungu wetu heshima, kama vile ambavyo huyu hawezi kuja kwa mama mkwe hapa akaanza kupokea simu, au anamkuta baba mkwe wa baba yake Yohana, anamkuta anapokea simu. Halo baba, halo rafiki, uko poa? Niko na baba mkwe wangu hapa, nitakupigia. Unaweza kufanya hivyo? Hawezi kufanya hivyo. Peni Bwana utukufu wa jina lake. Pandisheni viwango vya ibada. Yale masaa mawili ambayo Mungu anawapa, itoweni ibada. Mpeni Mungu ibada. Akiutazama moyo wako anaona ibada, akitazama mwili wako anaona ibada. Achaneni na mambo yasiyofaa, rejesheni ibada zenu, mtamuona Bwana kwenye viwango vya juu. Kama ambavyo mmempigia Yohana makofi, ndivyo na ninyi Bwana atawafurahia pale mtakapoonyesha heshima iliyobeba utukufu wa jina la Bwana. Funika macho mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu mtakatifu. Baba, ninasema asante kwa ajili ya upako wa jioni wa leo wa Omega. Mungu uliye hai, unatafuta waabudu halisi. Unasema saa inakuja, lakini unasema saa hiyo ni sasa. Manake ni majira haya unawatafuta watu waliojidhabihu kwako, ambao maisha yao ni ibada iliyo hai. Wakiwa njiani ibada, wakitembea wanajitunza, maana wewe ni ibada. Bwana wa mabwana, wakiwa kazini kwao wamelinda vinywa vyao, maana wewe ni ibada. Unaongea ndani yao, wanaitunza mioyo yao, maana ni hekalu lako. Na wanapokuja kanisani hawana mzana ibada. Bwana wa mabwana, ninaomba neema yako kwenye kanisa hili Bwana. Amsha ile mioyo ya ibada. Wewe unayemfurahia mtu anayekuona wewe kwa heshima ya hali ya juu, anayekuogopa na kutetemeka, yule mtu ambaye atakufa kwa habari ya dhambi. Akisema uongo anasikia kuhukumiwa, maana ndani yake wewe ndio unayetawala. Bwana wa mabwana, rejesha hofu ya ibada katikati ya watu hawa. Amsha vile viwango vya amsha viwango vya ibada Bwana, katika jina la Yesu. Kaamshe viwango kwa kijana na binti yule, kwa baba na mama yule. Amsha viwango vya ibada mahali hapa Bwana, wakawe na zile ibada halisi. Wanapokuwa wanaimba sifa, mapepo yakatoroke, viziwi wakasikie, na vipofu wakaone. Yale majira tu wanayokusifu na kukuabudu, maana wanaonyesha heshima yako, na wewe huwezi kutulia, utashuka. Kora masaka ya torama. Baba, tunapomaliza kongamano hili, Mungu, simika ibada ndani yetu, simika ibada Bwana. Kila aliyelisikia neno hili Bwana, likafanyike mbegu iliyodondoka kwenye moyo wenye rutuba. Akikaa fikirie ibada, akikaa kufikirie wewe, akikaa
wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.